Amesema hayo wakati akiweka jiwe la pembe katika jengo la ofisi za mtaa wa Songoro ulio sehemu ya KKKT, usharika wa Songoro Diocese ya Meru mkoani Arusha, lililogharimu zaidi ya shilingi milioni 50 hadi hapo lilipofikia, ambapo amewaalika Wakristo na wasio Wakristo katika ibada ya ufunguzi wa mkutano mkuu utakaofanyika katika Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, ambapo watapata kufahamu maendeleo na fursa zilizopo katika diocese hiyo. Nitoe nafasi hii, Mheshimiwa mwandishi wa habari, kualika washirika wote wa dayosisi kuhudhuria katika mkutano wetu mkuu ambao unaanza tarehe 22 mwezi huu mpaka tarehe 25, na huko waendelee kuomba kwa sababu tutamchagua askofu wa awamu ya 3. Aidha, amewapongeza washarika wa mtaa wa Songoro kwa kujenga ofisi za mfano katika eneo hilo, huku mchungaji kiongozi wa usharika wa Songoro, mchungaji Francis Akio, akieleza umuhimu wa jengo hilo la mtaa huo. Kwa kweli ni nzuri, inapendeza, na huko milimani inafikiri inapitiliza ofisi zote tulizo nazo. Ni alama ya maendeleo, na napenda kuwashukuru wote walionyosha mkono wao wakasimamisha jengo hili. Kwanza na wale waliokuwa na njozi ya kuweka jambo hili, wachungaji, wainjilisti na kamati mbalimbali. Ni kazi ya washarika, wamechangisha wenyewe kwa ajili ya kujenga, lakini pia wao ndio watakaolitumia kufika ofisini kwa mchungaji kupokea huduma mbalimbali, na kwa kweli ni kazi yao, wanaifurahia. Jengo hili la kisasa lina chumba, ofisi ya mchungaji, ofisi ya mwinjilisti, ofisi ya karani wa usharika, lina maliwato ya ndani ya kisasa jinsia zote mbili, na lina store na jiko la ndani. Lina ukumbi mkubwa kwa ajili ya watoto wa Sunday school ambao watasali hapo kama darasa lao, na ambao pia unaweza kutumika kwa mikutano ya baraza la usharika. Tunaishi ili tumtumikie Mungu, na miongoni mwa utumishi ni pamoja na kufanya vitu vyenye alama za kudumu kama majengo haya, ambayo kwa kweli tunapoyajenga vizuri, yanatumika vizuri, ni kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mchungaji Christina Palanjo amewaasa wazazi na walezi kuwapa watoto haki zao za msingi, huku baadhi ya washarika akiwemo Elisaria na Nyaro na Anande Nasari wakimshukuru Mungu kwa hatua aliyofikia katika ujenzi wa jengo hilo. Neno la Mungu linatuasa kuwapa mahitaji yao, mahitaji yaliyo muhimu, mahitaji ya kiakili, mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kimwili, ili aweze kukua vema akiwa na nguvu ya kiafya, kiakili na kiroho. Lakini si hivyo tu, tuwape chakula kwa ajili ya afya hizo, tuwape mavazi, tuwape malazi, tuwape tiba, tuwape elimu, vyote hivyo kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linatuasa na kutufundisha, kuwafundisha watoto wetu maadili mema, ikiwemo uaminifu, heshima, bidii na upendo kwa watu wote. Tunachoendelea kukifanya ni kwamba bado kazi yetu ni kubwa, lakini tumelipokea na tunaendelea na mikakati ya kulifanyia kazi, kwa sababu nia na madhumuni ni kumaliza jengo letu. Kama unavyoliona, lina vitu ambavyo vimesalia, ikiwa moja ya jengo letu bado chini tunahitajika tiles. Kwenye madirisha bado kazi ni kubwa, tunahitajika tuweke madirisha. Tuko na kazi bado inaendelea. Tunamsihi Mungu atuwezeshe kwa kadri ya uwezo wake, kwa sababu tunajua kila kitu kiko mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutamalizia salama yale yaliyobaki. Pia askofu ametuchangia hela. Tunatamani ile hela ifanye kazi hapa, baba akija hakute kuna mabadiliko kupitia kile kidogo sadaka tulioipata kwa leo. Tunamshukuru Mungu sana. Kutoka hapa katika mtaa huu wa Songoro, usharika wa Songoro, Diocese ya Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.